Bahari ya Hindi, kiunganishi maridhawa kati ya Tanzania na India. Wanafunzi wanatumia ubunifu wao kufikisha ujumbe kwa hadhira. Mradi huu ulilenga haswa kujaribu kuonyesha namna ambavyo tamaduni mbili zimeweza kuingiliana kwa miaka na miaka iliyopita, lakini sehemu kubwa ya nyuma yake ikiwa imebebwa na bahari ya Hindi. Inawasilisha amani, ushikamano kati ya Tanzania na India. Hapo kuna uhusiano wa kibiashara, kwa watu walikuwa wanatumia njia ya baharini kwa ajili ya kusafirisha biashara zao. Michoro ya majahazi ikipita bahari ya Hindi, wanyama, mavazi, ngoma, vyote vinasadifu uhusiano huu wa Tanzania na India. Na hapa wanafunzi wanasema sanaa ni biashara. Watu wengi wamekuwa wakichukulia kama ni kazi ya kihuni, lakini si kweli. Ewe mzazi, ewe jamii, ninakuomba iangalie sanaa katika jicho lingine, kwani ni chanzo cha ajira. Sikukata tamaa, na wao na washauri wasikate tamaa, waendelee, ipo siku watawaelewa. Mimi wamenielewa kwa sasa hivi. Majaji wanasema haikuwa kazi rahisi kumchagua mshindi. Tukiwa kama majaji, kuna vigezo tulikuwa tumepewa kuangalia. Cha kwanza, huo ujumbe ameufikisha, lakini pia hiyo kazi anayoifanya inaonekana kweli ni kitu kimemtoka yeye katika ubunifu wake au amekopi. Tekniki za kutumia brush zilikuwa ni vizuri, rangi walivyo blend zilikuwa vizuri, kwa hiyo haikuwa rahisi sana kutafuta kwa mshindi. Hapa jamii inakumbushwa kuwasaidia vijana wenye vipaji, njia bora ya kuendeleza vipaji hivyo ili visaidie kuzalisha ajira kwa vijana nchini. Jambo kubwa ni kuwaunga mkono katika hatua ya kwanza, kutambua kazi zao; pili, kutumia kazi zao; tatu, kujua mahitaji yao. Unaweza kuwa na kipaji lakini usijue namna kukitumia. Tunazidi kuwahimiza vijana waje wasome, wakiwa na vipaji waje wasome, wapate mwelekeo mzuri. Nafurahia na amani sana, yani sana. Wataalamu wanasema picha moja kama hii inawakilisha maneno 1000, na kama unavyoona picha hii inawakilisha utamaduni wa Tanzania na India kupitia bahari ya Hindi. Nikiripoti kutoka Bagamoyo, Mali Ocheto, TBC1.